Hii ni K-News habari. Sisi tumetoka mbali na nchi hii. Tokea tunapata uhuru mpaka tulipofikia hapa, tumetoka mbali na hii Tanzania yetu. Na bahati mzuri tumetoka mbali pia na chama chetu cha Mapinduzi. Na kila wakati tunajitahidi kufuatilia nini kinaendelea katika nchi yetu, iwe ndani ya chama chetu, iwe ndani ya vyama vingine. Lakini baada ya kufuatilia ndani ya vyama vingine, tukaona kuna tamko ambalo mwenzetu wa chama cha Chadema ambaye sasa ni mwenyekiti anaitwa Tundu Lissu, baada ya kupata kuwa kiongozi akichukua kijiti kutoka kwa Mbowe, amekuwa na maneno mengi ya kutamka, lakini tukaona sisi katika baadhi ya maneno yake, maneno mengine tukaona haya anakwenda kinyume na utaratibu. Kwa tukaona ni vizuri kama wazee wa CCM na sisi tuwe na tamko letu. Tamko la umoja wazee wa CCM jijini Mbeya juu ya tamko la mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu la no reform no election. Mara baada ya kupata uhuru wake Tanganyika tarehe 9 mwezi wa 1961 na Tanganyika kwa jamhuri tarehe 9 mwezi wa 1262, Watanganyika walipoombwa maoni yao juu ya umuhimu wa kuwa na mfumo wa vyama vingi vya siasa, waliamua mfumo huo ufutwe na tubaki na mfumo wa chama kimoja cha siasa ambacho kwa wakati huo kilikuwa chama cha TANU. Watanganyika waliupinga mfumo huo na vyama vingi, kwa vile baadhi ya vyama hivyo vilishiriki sana katika kuhujumu juhudi za TANU za kudai uhuru kwa Tanganyika. Jambo la aina hiyo lilitokea Zanzibar, ambako kwa kuvitumia vyama hivyo Waingereza walifanikiwa kuikabidhi serikali ya Zanzibar mikononi mwa Sultani Jamshid. Wazanzibari kwa kuchukizwa na jambo hilo, chini ya uongozi wa Afro Shirazi Party wakiongozwa na Abed Amani Karume, walifanikiwa kuipindua serikali ya Sultani Jamshid hapo tarehe 12 mwezi wa kwanza 64. Kutokana na tabia hizo mbaya za vyama vya upinzani, na huko Zanzibar kulibaki kuwa na mfumo wa chama kimoja cha siasa ambacho ni ASP. Vyama hivyo viwili vya TANU na ASP viliungana hapo tarehe 5 mwezi wa pili 1977 kulizaliwa chama cha Mapinduzi CCM. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amekuja na msemo wa R4 ambazo ni maridhiano, ustahimilivu, mabadiliko, kujenga upya. Pamoja na kwamba msemo huo umeletwa wakati wa Mama Samia, ukweli ni kwamba CCM na vyama tangulizi vya TANU na ASP vilikuwa vikiishi katika kuzingatia ara hizo 4. Hoja ya kurudisha mfumo wa vyama vingi vya siasa ilipo shinikizwa na mataifa makubwa ya nje, wa Tanzania waliulizwa maoni yao. 80% ya Watanzania walipinga mfumo huo na 20% tu waliunga mkono. Kwa kuzingatia hoja ya maridhiano, CCM chini ya ushauri wa baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere waliridhia na mfumo huo wa vyama vingi ulirejeshwa tena hapa nchini mwaka 1992 wakati wa awamu ya pili chini ya Rais Ali Hassan Mwinyi.
na hapo ndipo vyama vingi vya siasa ikiwemo Chadema vilianzishwa. Ikumbukwe kwamba katika vyama hivyo hapakuwepo hata chama kimoja ambacho kilishiriki katika kupambania uhuru wa Tanganyika wala Zanzibar. Vijana wetu wengi ambao mwaka huu watapiga kura kwa mara ya kwanza, kwa vile watakuwa wametimiza umri wa miaka 18, walikuwa na umri wa miaka 7 tu. Mwaka 2014 wakati vikao vya bunge maalum la katiba, hivyo ni rahisi kwao kudanganyika kwa swala la katiba mpya ni jipya. Tunapenda kuwajulisha kuwa jambo hilo si jipya, ila CCM kwa kuzingatia hoja ya ustahimilivu ilistahimili kuacha kuyatekeleza mambo ya maendeleo ya wananchi na kuingia kwenye mchakato wa kuandika katiba mpya. Fedha nyingi ilitumika kwa kufanya yafuatayo: kutungwa kwa sheria na bunge, sheria ambayo ingesimamia mchakato mzima. Sheria ilitungwa na kupitishwa kwa wingi wa wabunge bungeni na hatimaye kutiwa saini na rais wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. B. Kuundwa kwa tume ya kukusanya maoni ya wananchi. Tume iliundwa ikiongozwa na Jaji Joseph Warioba. C. Kukusanya maoni ya wananchi na kuandaa rasimu ya kwanza ya katiba. Wananchi wapatao 300,000 walitoa maoni yao kwa maandishi au kwenye mikutano ya tume. Rasimu ya kwanza ilitolewa Juni 2013. D. Kuundwa kwa mabaraza ya kujadili rasimu ya katiba. Mabaraza yaliundwa na kutoa maoni yao. Rasimu ya pili ilipatikana ikiwa na masahihisho machache. Kuundwa kwa bunge maalum la katiba. Bunge liliundwa kwa kuzingatia sheria iliyotungwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili isimamie mchakato huo. Mwenyekiti wa bunge hilo alikuwa hayati Samuel Sita na Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwa makamu mwenyekiti. Bunge hili lilikuwa na wajumbe wengi sana. F. Bunge maalum lilitakiwa likae ili kuipitia rasimu hiyo ya katiba na 1. Kupitisha yale yaliyoonekana mazuri. 2. Kurekebisha na kuboresha baadhi ya mapendekezo yaliyokuwa na mapungufu. 3. Kuondoa ambayo yalionekana hayafai. 4. Kuongeza ambayo yalionekana kwenye rasimu yalisahaulika. Bunge maalum la katiba lilikaa vikao viwili kwa siku nyingi ili kufanya hayo yaliyoorodheshwa hapo juu. Lakini katika kikao cha pili, baadhi ya wajumbe waliojiita UKAWA wakiongozwa na viongozi wa Chadema na CUF waliondoka bungeni. Pamoja na kwamba mchakato huo haukufikia mwisho mzuri kutokana na mgomo huo wa UKAWA, taifa lilikuwa limetumia kiasi kikubwa sana cha fedha na hivyo kukwamisha sehemu kubwa ya miradi ya maendeleo. Kwa hiyo rais wa awamu ya 5 hayati John Pombe Magufuli, kwa kuzingatia hoja ya kujenga upya, alianzisha miradi mingi ya kimkakati ya kuleta maendeleo katika nyanja mbalimbali. Katika nyanja za elimu, afya, uchumi, kukiwepo ruzuku katika kilimo, ujenzi wa bwawa la umeme la Nyerere, ujenzi wa reli ya SGR, ujenzi wa miundombinu ya mawasiliano pamoja na barabara na madaraja. Rais wetu wa awamu ya 6 Dr. Samia ameendeleza miradi hiyo kwa ufanisi mkubwa na baadhi imekamilika na Watanzania wameiona na wananufaika nayo. 6. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan
Kwa kuzingatia hoja ya mabadiliko, amefanya mengi kwa upande wa siasa, baadhi yake yakiwa haya yafuatayo: kuruhusu mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa, kubadili tume ya uchaguzi kuwa tume huru ya uchaguzi, kufuta kipengele cha wagombea kupita bila kupingwa, kuruhusu wafungwa wenye kifungo kisichozidi miezi 6 kupiga kura wakiwa magerezani na mengineyo mengi. 7. Sasa hoja ya no reform, no election, yani hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi, inatokea wapi? Kwanza tunaiona ni kidikteta, kwani haionyeshi kama ni hoja inayotokana na azimio lolote la vikao vya chama. Ni hoja ya mtu mmoja anayejinadi kuwa haogopi kufungwa na yuko tayari kufa. Anataka kutupeleka wapi huyu? Anasema watatumia nguvu ya umma kulazimisha mabadiliko ya kisheria. Ieleweke kuwa njia sahihi ya kutumia nguvu za umma ni kupitia sanduku la kura, na mabadiliko ya kisheria yanafanywa na bunge baada ya kuchaguliwa. Njia nyingine yoyote ya kutumia hicho kinachoitwa nguvu ya umma ni fujo. Anasema hawatasusia uchaguzi, ila watahakikisha uchaguzi haufanyiki. Kivipi? Na kwenye ofisi za mabalozi wa nje anaenda kutafuta nini? Kwa hiyo wito wetu kwa Watanzania ni kwamba waendelee kudumisha amani na uhuru tulionao, ili tuweze kufanya shughuli zetu ambazo zitatuletea maendeleo. Na utakapofika wakati wa uchaguzi mkuu, twende tukapige kura na kukichagua Chama cha Mapinduzi ili kiweze kuendelea kusimamia maendeleo ya Tanzania. Kidumu Chama cha Mapinduzi! CCM hoye! Hoye! Basi haya, Mheshimiwa kiongozi wetu, katibu, ndio mawazo yetu kama wazee wako tulionayo. Asante. Kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya, tukiongozwa na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mbeya Patrick Marunenge, katibu wa CCM mkoa Langa Eliakio, na mjumbe wa halmashauri ya CCM taifa ndugu yetu Ndele Mwaselela, pamoja na kamati ya siasa. Mimi ni kijana wenu, naitwa Christopher Uhagile, ni katibu wa siasa na uenezi wa chama chetu ngazi ya mkoa, lakini kwa sasa nimekaimu nafasi ya katibu wa chama mkoa. Jambo la kwanza, nimshukuru sana Mungu kwa ajili yenu, kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kuendelea kulipenda taifa hili, kuendelea kukipenda chama hiki na kuendelea kutumika kama ambavyo mmetumika huko nyuma. Mungu awabariki sana. Lakini jambo la pili, ni washukuru sana kwa kuendelea kutazama hali ya nchi yetu inavyokwenda, hali ya mkoa wetu na chama, na pale panapotokea mnaona kuna jambo haliko sawa kwenye jamii yetu, ninyi mmekuwa mkichukua hatua na mmekuwa mkitumia fursa ya kusema. Na kwa kuwa ninyi wazee ni dawa, wazee ni hazina, wazee mnayajua mengi, na washukuru sana. Na katika kusema kwenu hamsemi tu ya CCM, mnasema ya jamii nzima kwa ujumla, kwa kuwa maisha haya yanatugusa sisi wote. Na kama kutatokea udhaifu ama changamoto yote ndani ya CCM, madhara yake yatakuwa ni kwa wananchi wote, kwa Watanzania wote. Na hilo watu lazima waelewe vizuri sana, kwamba asija kafikia napambana na CCM tu, lakini baadaye atakapokuja madhara yanatukuta wote. Sasa leo mmetukumbusha. Nimefurahishwa sana na historia namna mlivyotukumbusha kuhusu hivi vyama vya wenzetu tangu kipindi hicho mwaka 1961 tunapopata uhuru, na kwamba maoni ya Watanganyika kipindi hicho ilikuwa ni kubaki kwenye mfumo wa chama kimoja, na tukaendelea hivi. Lakini mmetukumbusha historia nzuri sana kwa wenzetu kule Zanzibar, kwamba kupitia vile vyama vya upinzani ambavyo Uingereza walitumia vyama hivyo kuweka utawala wa sultani kule Zanzibar, na baadaye Wazanzibari wakapambana mwaka 1964 wakajikomboa kupitia chama cha ASP.
Sasa hizi historia kwa sisi vijana ambao tuko tu barabarani hivi hatuwezi kuzijua. Kwa kwamba habari ya chokochoko ya mataifa makubwa kutumia vyama vya upinzani kuvuruga amani ya nchi yetu haijaanza leo. Na ndipo baadaye unasema hata mawazo yalipokuja kuanza kuulizwa kwa Watanzania baada ya hicho kipindi, lakini baadaye ikaja kuunganisha sasa kati ya TANU na ESP, vikaungana na ikazaliwa CCM mwaka 77. Na kutokana na misingio kwamba ESP ilikuwa na msimamo wa kutaka mfumo huo na TANU, ni miongoni mwa mambo yaliyopelekea vyama hivi kuungana na kuzaliwa kwa CCM. Lakini pia mmetukumbusha hapa kuhusu 4R za Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba hazijaanza leo, zilianza tangu kabla hata CCM haijazaliwa, tangu ya TANU na ESP, na Dr. Samia amekuja kuzisimamia na kuziendeleza, kwamba chama chetu ni chama cha kusikiliza, chama cha kushauriana, chama kinachokubali kufanya mabadiliko kutokana na wakati. Wazee wangu ni washukuru sana, lakini mmetukumbusha jambo kubwa la nchi yetu. Na hapa mmesema tunao vijana waliozaliwa mwaka 2014 kama sijakosea kwenye kumbukumbu. Yes, waliozaliwa mwaka 2014, kipindi ambacho baada ya Watanzania wengi kuwa sauti yao ni moja tu kwamba tunataka katiba mpya, CCM ndio chama pekee kikiwa madarakani kilichoridhia mchakato wa kwamba tuwe na katiba mpya chini ya utawala wa Daktari Jakaya Mrisho Kikwete, rais wa awamu ya 4. Alilibeba jambo hili na chama kikaingia kwenye mchakato huo. Ukaanza mchakato wa kurekebisha sheria ya bunge, ukaja michakato mbalimbali, lakini baadaye likaundwa bunge maalum ambalo lilishirikisha wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lilishirikisha Watanzania wote kwa maana vyama vya siasa na makundi mbalimbali. Na kazi kubwa ilifanyika sana pale Dodoma. Na aliyekuwa mwenyekiti wa hili bunge maalum alikuwa mzee wetu Samuel Sita, Mwenyezi Mungu amrehemu, lakini alikuwa makamu mwenyekiti wa bunge lile alikuwa ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Walifanya kazi njema, mmetukumbusha hapa, ya kufanya mchakato wa kukusanya maoni ya wananchi na kufanya mchakato hii. Na mchakato ulikwenda vizuri, ukafika mpaka hatua za mwisho bungeni. Hii ni K News habari.